Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Jeshi la Marekani hatimaye limezindua mashambulizi mapya dhidi ya shabaha nyingi nchini Iran, na hii ni kutokana na kauli iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kwamba wataishambulia Iran vibaya mno. Hata hivyo, mashambulizi yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo ni mashambulizi ya nguvu na ya wazi, na kama yatatokea kesho usiku yatakuwa na nguvu na ya wazi, anasisitiza waziri wa mambo ya vita Pete Hegseth akizungumzia CENTCOM ambayo inashughulikia juu ya mashambulizi hayo. Kupitia kamandi kuu ya CENTCOM, Pentagon ilitangaza kuwa imeanza mashambulizi ya kujilinda dhidi ya shabaha nyingi huko Iran, kwa maelezo ya Rais wa Marekani Donald Trump mnamo siku ya jana Jumatano. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya serikali ya Iran, milipuko mingi ilisikika magharibi mwa Tehran na mji wa Sirik na Minab kusini mwa Iran Jumatano jioni. Gazeti la Wall Street Journal limemnukuu afisa mkuu wa Marekani aliyeripoti kwamba Marekani ilishambulia maeneo ya ulinzi wa anga ya Iran na maeneo ya rada karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Mujibu wa shirika la habari la Reuters, kamandi ya ngazi ya juu ya kijeshi ya Iran ilitangaza kwamba mlango wa bahari wa Hormuz utafungwa kutokana na mashambulizi hayo, na kwamba chombo chochote kitakachojaribu kupita katika njia ya maji kitapigwa risasi. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran kisha vilidai kuwa meli mbili zilipigwa na jeshi la wanamaji la Iran. CENTCOM hata hivyo ilikanusha kuwa mlango wa Hormuz umefungwa, ikisisitiza kwamba meli za kibiashara zinaendelea kupita na kutoka nje ya mlango huo. Katika chapisho kupitia ukurasa wa X, Marekani imesema itaipiga Iran vikali. Hili linajiri kutokana na maonyo yaliyotolewa na Pete Hegseth. Mashambulizi hayo yalitangazwa muda mfupi baada ya waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth, wakati wa mkutano na baraza la mawaziri la usalama na Trump, kusema kwamba Marekani itaipiga Iran vikali siku ya Jumatano, kulingana na ripoti ya Axios. Mashambulizi hayo yatafanyika usiku wa leo, itakuwa ni makali mno na ya wazi, na itabidi kutokea kesho pia usiku, itakuwa ni ya nguvu na ya wazi, Hegseth alisisitiza, akiongeza kuwa CENTCOM itakuwa na shughuli nyingi usiku wa leo. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanatazama kwamba sasa vita hivi vitakuwa ni vikali mno na hali ya uchumi itazidi kuyumba, kwani upatikanaji wa mafuta utakuwa ni mgumu kwa mara nyingine tena, kama ambavyo ilikuwa katika vita vya siku 40. Hegseth alifafanua kwamba mashambulizi katika vifaa muhimu huko Iran havingekusudiwa, lakini ni kwa sababu ya kuweka masharti ya makubaliano badala ya kuanzisha tena vita. Alisema kuwa Rais wa Marekani Donald Trump yuko tayari kufanya makubaliano na kwamba Iran itakuwa busara kukubali. Ikiwa tunahitaji kujadiliana na mabomu, tutajadiliana kwa mabomu, Hegseth aliongeza. Usiku wa pili mfululizo wa maonyo ya CENTCOM ni kwamba CENTCOM iliamua kufanya mashambulizi sawa na hayo dhidi ya Iran siku ya Jumanne baada ya helikopta ya Apache ya jeshi la Marekani kuangushwa karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Na katika mashambulizi ya Jumanne, Marekani ililenga ulinzi wa anga wa Iran, vituo vya udhibiti wa ardhini na maeneo ya rada kwa risasi sahihi, kulingana na taarifa iliyotolewa na CENTCOM wakati huo. Hivyo Rais wa Marekani Donald Trump aliweka wazi mnamo siku ya Jumatano, akitangaza kwamba Marekani itaingia katika vita, na vita vya wakati huu itakuwa ni vita vigumu mno kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwamba mashambulizi yatakayofanywa na Marekani yatakuwa ni mashambulizi mabaya mno, na ndicho ambacho Marekani imekifanya usiku wa leo katika kile kilichoelezwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio yaliyojiri usiku wa leo, ambapo Marekani ilifanya mashambulizi mengine makubwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia, kazi yetu ni kukufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu, na kupitia The World News utaweza kufahamu kwa mapana, tutaweza kukujuza.